Hello, mambo vipi bwana? Mimi ninaitwa Victor Mwambene na hii ni Success Path Network. Each one teach one. Ni wakati mwingine tena ambao tumepewa nafasi ya kuweza kuiona siku ya leo. Na leo nimeona tuzungumzie kitu cha msingi sana ambacho ni elimu ambayo watu wengi wanapenda sana kuisikia kwa sababu ni kitu ambacho wanapenda kuwa nacho. Nataka tuzungumzie kuhusiana na elimu ya fedha. Nataka tuende kujifunza kanuni 12 za fedha zisizopitwa na wakati. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba kanuni zilizowatajirisha watu miaka 1000 iliyopita, miaka mingi ya nyuma iliyopita, ndizo hizi ambazo zinaendelea kuwatajirisha watu sasa hivi na ndizo ambazo zitaendelea kuwatajirisha watu miaka ijayo. Yapo mambo ambayo hayawezi kubadilika, zipo kanuni ambazo haziwezi kubadilika. Kwa kama unahitaji kuweza kufanikiwa, kama tunahitaji kuweza kufanikiwa, basi ni lazima tuzizingatie kanuni hizi. Hizi ni kanuni 12 za fedha zisizopitwa na wakati. Nikiwa nina maana kwamba zimewasaidia sana watu miaka ya nyuma na zitakusaidia sana na wewe kama utaenda kuzingatia. Tuanze na sheria yetu ya kwanza kati ya sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati nilizokuandalia siku ya leo. Na sheria hii inasema kwamba kamwe usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Hii ni kanuni ya msingi sana kama unahitaji kuweza kufanikiwa. Usininukuu vibaya, sijasema usiwe na focus. Focus kuwa nayo. Ukiona umeanzisha aina fulani ya biashara inaenda vizuri au ina uwezo wa kujiendesha, basi unahitaji kuanzisha aina nyingine ya biashara na aina nyingine ya biashara. Sifa kuu ya watu wanaofanikiwa kwenye maisha, matajiri wengi, mabilionea wengi, ni watu ambao wana vyanzo tofauti vya mapato. Hii ni muhimu kwa sababu kuna siku itatokea chanzo fulani cha mapato hakitafanya vizuri. Kwa hiyo utategemea mapato kutoka kwenye vyanzo vingine. Mfano mzuri wa kuweza kuielewa hii sheria kati ya sheria 12 nilizokuandalia ni kwamba katika kipindi cha corona watu waliokuwa wanatarajia tu usheleshaji au UMC basi walikutana na changamoto kubwa sana kwa sababu katika kipindi hicho mikusanyiko mingi iliruhusiwa. Na watu wote walikuwa wanafanya kazi zinazotarajia mikusanyiko, labda kuendesha matamasha mbalimbali na kumbi mbalimbali za starehe, walipata changamoto kubwa sana. Kwa hiyo watu kama hao ili waweze kusurvive katika vipindi kama hivyo, basi walikuwa wanahitaji kuwa na chanzo kingine cha mapato. Nataka nikutolee mifano kwa hapa Tanzania. Matajiri wakubwa sana Tanzania hawana chanzo kimoja cha mapato. Tukimtaja kama Balesa ana vyanzo tofauti vya mapato, ikiwemo ana usafiri, lakini vivyo anamiliki television hizi, anamiliki kingamuzi hichi cha Azam, lakini anamiliki timu ya mpira ya Azam, anamiliki unga, anamiliki vinywaji vya aina nyingi kulikweli. Tukija kwa Mengi huyu ambaye amefanikiwa sana, anamiliki vyanzo tofauti vya mapato, ikiwemo vyombo vya habari, anamiliki mafuta, lakini anamiliki vile vile vinywaji, maji ya Kilimanjaro na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hii ni sifa kubwa sana ya watu wanaofanikiwa katika maisha. Na kukumbusha kwamba unatakiwa ili uweze kuwa na chanzo kingine cha mapato, kile chanzo cha kwanza kiwe kina uwezo wa kujiendesha chenyewe. Ukiona umefikia level fulani ya kile chanzo cha mapato kina uwezo wa kujiendesha chenyewe, basi anzisha chengine. Hii ni miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati. Tukija katika sheria ya pili, tunza angalau 10% katika kila mapato unayopata. Whether ni mfanya biashara au ni mtu ambaye umeajiriwa, basi hakikisha hautumii kiwango chote cha fedha unachokiingiza kwa mwezi au pengine kwa wiki. Hii ni muhimu sana. Ukweli ni kwamba sio kwa kile kiwango cha fedha tunachoingiza ndicho kitakachoamua mafanikio yetu, bali ni kwa kiwango gani cha fedha tunatunza. Watu wanaofanikiwa kwenye maisha au watu wenye pesa nyingi sio kwamba wanaingiza pesa nyingi, bali wanatunza fedha nyingi. Utakubaliana na mimi kwamba hatui na nguvu kwa sababu ya kile tunachokula, bali kwa kile tunachokuwa digested. Kumbuka kanuni ni ya muhimu sana. Kama unahitaji kufanikiwa, utunzaji wa fedha ni kitu cha msingi sana. Na yapo mambo mengi sana ambayo unahitaji kuyazingatia ili ufanikiwe kifedha, lakini hili ni miongoni mwa mambo makubwa matatu ambayo unahitaji kuyazingatia kwenye maisha yako ili ufanikiwe kifedha. Ninazungumzia utunzaji wa fedha. Usitumie fedha zote ukipata. Na kama inaweza ikawa ngumu kutunza 10%, basi anza kutunza 5%. Itakuia vigumu unapoanza tabia hii ya mafanikio mwanzoni, kwa sababu jambo lolote unapolianza katika hatua awali linakuwa gumu kulianza au kulifanya au kuendeleza, kwa sababu hata kanuni ya momentum inasema kwamba unapoanza jambo mwanzo kunakuwa na ugumu mwingi sana, lakini kwa kadri unavyoendelea kufanya tabia hiyo inajengeka na mwisho wa siku inakuwa rahisi sana wewe kuweza kufanya. Mfano mzuri ni kwamba kama unaanza kupiga push up kwa mara ya kwanza, inaweza ikawa kazi sana kufikisha push up 15, lakini ukipiga kila siku miezi miwili mitatu, unaweza kupiga push up mpaka 3000 au 2000 kwa mpigo. Ni kitu ambacho kinawezekana. So jenga tabia hii kama unahitaji kuweza kufanikiwa. Na kukumbusha tu katika hii tabia ya utunzaji wa fedha, ikiwa ni kama tabia muhimu sana kama utahitaji kuweza kufanikiwa, basi unahitaji kuwa na utaratibu maalum wa kutunza. Unaweza kufungua akaunti ya benki ambao unahitaji kuweza kutunza fedha hizo.
ukawa unaweka fedha zako mara kwa mara. Ni muhimu sana. Na namna bora ya kutunza fedha ni kujilipa mwenyewe kwanza. Yaani ukipata fedha usifikirie kwanza kutatua matatizo. Watu wengi wanakosea na wanashindwa kutunza fedha kwa sababu wakipata fedha wao wanafikiria kwanza kutatua matatizo na wanaamini kwamba kiasi kitakachobaki ndicho watakachoweza kukitunza. Ukweli ni kwamba fedha haijawahi kutosha. Kwa hiyo ukipata fedha kwanza, umeingiza milioni 1, basi fikiria kwanza kutunza, kujilipa mwenyewe kwanza, then uje ufikirie kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Lakini tukija katika sheria yetu ya 3, katika miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati, kwa maana ziliwatajirisha watu miaka hiyo, zinawatajirisha watu kwa sasa na zitaendelea kuwatajirisha watu miaka ijayo. Usiongeze matumizi yako pindi kipato chako kinapoongezeka. Hii ni sheria muhimu sana. Watu wengi wamekuwa na tamaduni au tabia ya kuongeza matumizi yao pindi kipato kinapoongezeka, na mwisho wa siku wameshindwa kufanikiwa kwenye maisha. Ukweli ni kwamba unahitaji kumtafuta mchawi. Ikiwa kila unapoongezewa mshahara na wewe unaongeza gharama za matumizi kwa mwezi, huna haja kumtafuta mchawi. Jambo la msingi ni kwamba kama leo unaingiza milioni 1 kwa mwezi, aidha katika biashara au katika ajira yako, basi unachohitaji kufanya ni kwamba ukiongezewa mshahara kutoka kwenye milioni 1 kwa mwezi, ulikuwa unakaa chumba cha 100,000, umeanza kulipwa milioni 2, endelea kubaki kwenye chumba hicho hicho cha 100,000. Kwa nini? According to the law of Parkinson's, hii ni kanuni ambayo inasema kwamba watu wamekuwa na tamaduni ya kuongeza matumizi yao pindi vipato vyao vinapoongezeka. Na kanuni inatuambia kwamba ili uweze kufanikiwa, basi unahitaji kubakiza matumizi yako pale pale kipindi kipato chako kinapoongezeka. Mfano, ulikuwa unalipwa milioni 1. Katika hiyo milioni 1 uliokuwa unalipwa, ulikuwa unakaa chumba cha 100,000. Umeanza kulipwa milioni 2, bakia kwenye chumba hicho hicho cha 100,000. Usianze kutafuta chumba cha 200,000, cha 500,000. Watu wamekuwa na tamaduni ya kufanya hivi kwa sababu yani kumit the current lifestyle. Yani anataka, lakini vile vile ni swala zima la kuwaridhisha watu. Unahitaji kuishi maisha yako, huna haja kumpendezesha mtu mwingine kwa sababu unatafuta msingi wa mafanikio. Kwa hiyo hili ni jambo la kuzingatia sana. Usiongeze matumizi yako pindi kipato chako kinapoongezeka. Matumizi yako yabaki pale pale au yapungue ili upate kiasi kikubwa sana cha fedha cha kusave. Kanuni nyingine katika kanuni 12 za fedha zisizopitwa na wakati inasema kwamba usitumie fedha zaidi ya vile unavyoingiza. Na hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Unalipwa mshahara milioni 1 au katika biashara yako unaingiza milioni 1. Alafu katika hiyo milioni 1 unakaa chumba cha 300,000 au cha 400,000. Hapo unakosea. Unalipwa mshahara milioni 1, unatumia kwa mwezi 950,000 au unatumia milioni 1.5, yani maana yake mpaka unakopa tena. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Kiwango chako cha matumizi kiwe chini sana kwa kiwango kile cha fedha unachoingiza ili uweze kutunza. Hakuna muujiza katika kufanikiwa nje na kuzingatia hizi kanuni za msingi sana. Kuielewa sheria hii inayosema usitumie fedha nyingi zaidi unavyoingiza, basi tumia kanuni ya Elizabeth. Kanuni hii ni ya 50 30 20. Kanuni inatusaidia kujua ni kiasi gani cha fedha tukipeleke wapi na kiasi gani cha fedha tukitumie vipi. Elizabeth anasema kwamba 50% ya mapato yako, aidha ni kwenye biashara au mshahara, utumie katika vitu vya lazima, vitu ambavyo bila hivyo maisha yako hayawezi kwenda. Mfano, kulipia gharama za nyumba, labda ni kodi ya nyumba, kulipia gharama za chakula. Hivyo ni vitu ambavyo, gharama za maji, ni vitu ambavyo ni lazima uvifanye kila mwezi. 30%, tukija katika 30% ya mapato unayopata, utumie katika vitu ambavyo hata visipokuwepo au usipofanyia matumizi hakuna kinachoharibika, uwezi ukafa. Mfano, matumizi ya kununua nguo, kujifurahisha na watu wenzio. Inawezekana pia ni swala la mambo ya sherehe, yani wenzio wamekualika katika sherehe, michango, yani mambo yote ambayo unaona yani maisha yanaweza yakaenda hata usipofanyia matumizi huko. Hiyo ni 30%. Tuashumu unalipo milioni 1, 50% ya milioni 1 ni 500,000, utumie katika vitu vya lazima, maji, chakula, kodi ya nyumba. Na 30% uitumie katika vitu ambavyo sio lazima, michango ya sherehe, inahusisha pala swala la nguo, kujifurahisha, happy birthday na vitu kama hivyo. Lakini 20% uitumie katika uwekezaji pamoja na utunzaji wa fedha. Hivyo ndivyo Elizabeth ameshauri. Na ikiwa wewe unalipwa milioni 1 kwa mwezi, unatumia zaidi ya 300,000 kwa kulipia kodi ya nyumba, au ukiwa unaingiza milioni 1 ukiwa unatumia kodi ya nyumba zaidi ya 30%, basi wewe unatumia fedha nyingi zaidi ya vile unavyoingiza. Ielewe kanuni hii kama utahitaji kuweza kufanikiwa. Tukija katika kanuni nyingine miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati, sheria inasema usiache kujifunza na kuwekeza katika wewe mwenyewe. Unajua, ili uweze kufanikiwa, kiwango cha mafanikio yako ya kifedha kinategemeana sana na kiwango cha ufahamu. Robert Kiyosaki katika kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad anasema money is without financial intelligence, the money soon gone. Pesa bila ufahamu wa kifedha ni fedha itakayopotea muda sio mrefu. Na pia Robert pia anasema kwamba tunatengeneza fedha kwa tunachokijua na tunapoteza fedha kwa tusichokijua. Ukiona kwenye maisha kuna eneo unafanya vibaya, basi ujue kuna aina fulani ya maarifa unayakosa. Basi unahitaji kuyatafuta maarifa ili uweze kufanya vizuri.
Kujifunza fedha inavyotengenezwa na namna bora kuidhibiti isipotee ndicho kikubwa kinachowatofautisha watu wanaofanikiwa na watu wasiofanikiwa, maskini pamoja na matajiri. Unahitaji kuendelea kujifunza. Kama umemaliza chuo umeacha kujifunza, basi unakosea sana, kwa sababu maisha hayataacha kukufundisha. Endelea kujifunza kwa kusoma vitabu, endelea kujifunza kwa kuhudhuria seminar, watafute mentors ambao watakusaidia kukuongoza wewe ili uweze kufanikiwa katika namna uitakayo. Jifunze kutoka kwa role models, watu waliofanikiwa katika eneo ambalo unahitaji kuweza kufanikiwa. Hii ni kanuni ya msingi sana. Usiache kujifunza na kuwekeza katika wewe mwenyewe. Na siku zote kumbuka kwamba kiwango cha mafanikio kwenye maisha yako sio tu ya kifedha, hata katika maeneo mengine kitategemeana sana na level ya maarifa ulionayo. Wanasema maarifa ni nguvu. Tukija katika sheria nyingine miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati, unaohitaji kuielewa na kuizingatia. Epuka madeni mabaya kwa vyovyote vile. Madeni yamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kwa maskini wengi kuendelea kuwa katika umaskini. Mbaya zaidi, watu wengi tunakopa katika vitu ambavyo sio vya lazima. Unapoenda kukopa, ukope katika vitu ambavyo ni vya lazima tu. Na unapoenda kukopa, ukope katika namna ambayo pesa hiyo utakuwa na uhakika wa kuirudisha. Usitumie fedha ambayo hujaipata mkononi. Mtu asikuahidi kwamba nitakupa fedha ukaenda kukopa kwenye maduka ya watu ukiwa naamini nikipata fedha nitawarudishia. Asipokupa fedha utaingia katika madeni yasiyo lazima. Ili uweze kufanikiwa kifedha, uwezo wako kudhibiti madeni yasiyo lazima una maana kubwa sana. Nikisema hivi ninamaanisha nini? Ukope pale penye ulazima tu. Ukope fedha kwa ajili ya kuizalisha. Usikope fedha kwa ajili ya kujifurahisha. Usikope fedha kwa ajili ya kufanya sherehe za kuzaliwa. Usikope fedha kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo hata usipo azima hiyo fedha hauwezi ukafa. Yakumbuke haya. Hii ni sheria ya msingi sana. Mbaya zaidi ni madeni mengi yana riba. Na mbaya zaidi ukishaathirika kwenye madeni, ukishakuwa addicted, utaona kwenye maisha yako uwezi ukaishi bila madeni. Ukiwa mtu wa madeni utashindwa kuaminika na watu. Hata siku nyingine wakiwa na pesa watashindwa kukusaidia. Itakukosanisha na watu. Tukija katika sheria nyingine ya fedha isiyopitwa na wakati ambayo nimekuandalia, ambayo ninaona ni msingi wa mafanikio yako kama utaizingatia. Siku zote lenga kutatua shida za watu na kuwafurahisha. Great people are problem solvers. Yani watu wakubwa wengi ni watatuzi wa matatizo. Unakuja kugundua vizuri kwamba matajiri wakubwa duniani wamefanya mambo makubwa aidha ya kutatua changamoto za watu au kuwafurahisha watu. Na utakumbuka vizuri kwamba watu wote ambao wamekufa wanaishi hata baada ya kufa. Watu kama wakina Nelson Mandela, wakina Nyerere walifanya jambo ambalo lilikuwa lina maana fulani kwenye maisha ya watu. Unachotakiwa kuelewa kwamba fedha ni nyenzo tu ya mabadilishano. Ili mtu aweze kukupa fedha yake ni lazima ufanye kitu ambacho anakithamini. Aidha ufanye kitu ambacho ni tatizo kwake, utatue tatizo lake au changamoto yake, au ufanye kitu ambacho kitamfurahisha. Na kwa kadri unavyofanya vitu vya kuwafurahisha au kuwaburudisha watu, ndivyo ambavyo watu wako tayari zaidi kukulipa. Kwa kadri ambavyo unatatua matatizo makubwa, ndivyo ambavyo una uwezo mkubwa wa kutengeneza fedha zaidi. Nitakushangaa sana kama baada ya somo hili bado utaendelea kuwa una mtazamo hasi juu ya matatizo, kwa sababu matatizo yana ladha yake. Watu wanafaidika kwenye maisha kupitia matatizo. Na lazima uelewe kwamba idea kubwa za kibiashara zinatokana na matatizo makubwa walionayo watu. Ili uweze kufanikiwa kwenye maisha ni lazima urenge kutatua shida za watu na kuwafurahisha siku zote. Lazima uelewe kwamba umeitwa duniani kwa ajili ya watu na sio pesa tu. Lazima uelewe kwamba pesa inatafutwa. Umeitwa duniani kufanya kitu ambacho hakikuwepo duniani. Pesa zipo. So lenga zaidi kutatua shida za watu katika maisha yako, lenga zaidi kuwafurahisha watu. Katika jamii yako kuna changamoto. Hebu tafakari. Ni aina gani ya changamoto ambayo unaweza ukaitatua na watu wakawa tayari kukulipa pesa? Kwa sababu ili uweze kufanikiwa kifedha, sio tu una uwezo wa kutatua shida za watu, bali uwe una uwezo wa kutatua shida za watu na watu wawe tayari kukulipa kwa shida unazowatatulia. Hii ni sheria ya msingi sana. Hata ukiangalia watu wote wakubwa wamekuwa wakubwa kwa sababu ya matatizo fulani ambayo wameyatatua au katika namna wanavyowafurahisha watu. Diamond ni msanii tajiri zaidi nchini Tanzania na hata Afrika Mashariki. Ni tajiri kwa sababu, sio kwa sababu wanaimba mziki. Wanaoimba mziki wako wengi, ila ni kwa sababu anawafurahisha zaidi watu kuliko watu wengine. Hili ni jambo la msingi sana wewe kuweza kulielewa katika kuelekea mafanikio ya kifedha. Lakini nikija katika sheria nyingine ya miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati, usiache kuambatana na watu sahihi. Ambatana na watu sahihi. Warren Buffett, tajiri wa 3 duniani, anasema kwamba utakapokuwa miaka 5 ijayo itategemeana sana na vitu unavyovisoma sasa, vyakula unavyokula, maneno unayoyatamka na watu unaoambatana nao. Kwa sababu hivi vyote vitaamua kesho yako iweje. Lazima uelewe kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya watu wanaokuzunguka na mafanikio yako, kwa sababu watu wanaokuzunguka watakuathiri katika namna unavyofikiria, watakuathiri katika namna unavyoamini
namna unavyochukua hatua, na kubwa zaidi watakuathiri katika namna unavyopata fursa kubwa. Ukizungukwa na watu wakubwa zaidi utapata fursa kubwa zaidi. Ukizungukwa na watu wadogo utapata fursa ndogo zaidi. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba maendeleo, fursa zina uhusiano mkubwa sana na watu wanaotuzunguka. Na lazima pia uelewe kwamba kuna utafiti mmoja wa kisaikolojia unasema kwamba mtu mmoja ni wastani wa watu 6 wanaomzunguka. Ukizungukwa na watu 6 maskini, basi wewe utakuwa maskini wa 7. Ukizungukwa na watu 6 wanaotukana sana matusi, na wewe utakuwa ni mtu wa 7 unatukana na matusi. Tukubaliana na mimi kwamba kuna aina tabia umewahi kuzivaa kwenye maisha yako si nzuri, lakini kwa sababu tu ya watu wanaokuzunguka. Vivyo hivyo hata katika tabia za mafanikio. Tabia nyingi za mafanikio si nzuri na hazivutii kuzivaa, lakini ukizungukwa na watu waliozivaa tabia hizi, itakuwa rahisi zaidi kwako wewe kuweza kuzivaa. Kija katika sheria nyingine inasema jifunze kuongeza thamani katika kile ukifanyacho. Katika maisha thamani ni kitu cha msingi sana, na watu hawanunui bidhaa, wananunua thamani. Watu hawanunui bidhaa, wanahitaji faida. Wananunua faida, wananunua ule, yani akinunua bidhaa yako ananufaikeje? Kile ndo kinachomfanya anunue bidhaa. Siku zote jifunze kuongeza thamani katika biashara yako. Siku zote jifunze kuongeza thamani katika ajira ulionayo. Ukishindwa kufanya hivi, wengine wakiongeza thamani, utaondoka katika biashara. Ukishindwa kufanya hivi, wengine wakaongeza thamani katika ajira yao, watakuondoa. Hii ni muhimu sana kuweza kuielewa. Tafuta aina maarifa ambayo unaona ni muhimu sana maarifa hayo uwe nayo katika biashara yako. Tafuta aina maarifa ambayo unaona ni muhimu sana kuwa nayo katika profession yako. Inaweza kuwa ni ualimu, inaweza kuwa ni udaktari, inaweza kuwa ni uhasibu. Hebu jiulize, ni aina gani maarifa ambayo mimi sina au siko vizuri nayo, nikiyaongeza ataniongezea thamani katika soko langu la ajira. Ukumbuke kwamba kwa kadri unavyoongeza thamani, unaongeza uhitaji wako. Kwa kadri unavyoongeza thamani katika bidhaa zako, unaongeza uhitaji wa bidhaa zako. Kwa kadri unavyoongeza thamani katika kazi yako, unaongeza thamani katika kazi yako, na unamfanya mwajiri wako aone sababu za kukuongezea mshahara kama sio kukupandisha cheo kabisa. Ni muhimu sana kujifunza kujiongezea thamani. Ikiwa wewe ni mwalimu umekosa au unakosa ujuzi juu ya kompyuta, basi ni vyema ukajiongezea maarifa hayo. Ukaenda kuchukua course za miezi 3, zipo za muda mfupi kabisa za miezi 3, miezi 2, za miezi 6. Nenda ongeza maarifa katika kitu kifanyacho, uongeze thamani, watu waongeze kukuhitaji. Ikiwa bidhaa yako haina packaging nzuri sana, basi ongeza thamani katika swala zima la packaging. Ongeza thamani katika swala zima la usambazaji. Hii ni muhimu sana kama utahitaji kuweza kufanikiwa. Tukija katika sheria nyingine, miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati, amini kwamba wewe unaweza kumiliki utakavyo. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha kwa sababu wanaamini mafanikio wameumbiwa watu fulani. Wanaamini mafanikio, yani maji hufuata mkondo. Kuna hii misemo ambayo inatupoteza sana. Watu wanaamini kwamba ili uweze kufanikiwa basi ni lazima baba yako awe alikutengenezea njia. Ili uweze kufanikiwa basi ni lazima uwe na ngozi nyeupe. Wapo watu wanaamini kwamba ili uweze kufanikiwa basi ni lazima uwe umesoma shule. Wapo watu wanaamini kwamba ili uweze kufanikiwa basi ni lazima uwe umetokea katika familia ya kitajiri. Imani hizi zote ni potofu. Amini kwamba na wewe unaweza kumiliki fedha kwa kadri unavyotaka. Huu ni msingi wa mafanikio. Nataka nikueleze ni kwamba katika rangi ya ngozi hiyo ulionayo wapo watu ni milionea. Katika rangi ya ngozi hiyo ulionayo wapo watu ni mabilionea. Katika eneo hilo unalotoka kuna watu ni matajiri wakubwa sana. Kama unaamini mafanikio ni rangi, kama unaamini mafanikio ni eneo, kama unaamini mafanikio yanategemeana sana na profession, basi unakosea. Mafanikio yako yanategemeana sana na kilichopo kichwani kwako, kwa sababu vile unavyoamini ndivyo utakavyokuwa. Hauwezi kufanikiwa kifedha zaidi ya vile unavyoamini. Ikiwa uamini kama siku moja utakuwa milionea, haiwezi kutokea muujiza siku moja ukawa milionea. Badili imani yako, badili unavyojiona ndani, ubadili umiliki wako juu ya fedha. Fedha utakazozimiliki kwenye maisha yako zitategemeana sana na kichwani kwako ukoje. Haya, tukija katika sheria yetu ya 11 inasema kwamba wekeza fedha yako sehemu ambayo una ufahamu nayo wa kutosha na mapenzi ya dhati. Narudia tena kwa sababu hii ni miongoni mwa sheria kubwa 3 zinazotawala mafanikio ya kifedha popote pale ulipo duniani. Wekeza fedha yako sehemu ulio na ufahamu nayo wa kutosha na mapenzi ya dhati. Watu wengi wamekuwa wakiwekeza fedha yao sehemu ambao wanasikia inalipa. Ukweli ni kwamba sehemu iliyomlipa mwenzio, sehemu iliyomletea faida mwenzio inaweza wewe kukulisha hasara. Kama umeona mwenzio anakuambia matikiti yanalipa, usiende kufanya huko kwa sababu tu yanalipa. Mnatofautiana ujuzi, mnatofautiana passion na network. Network yake sio network yako. Passion yake sio passion yako. Ukienda kuwekeza kwa sababu mwenzio amekwambia anapangeleza faida huko, utakula hasara. Wekeza fedha yako sehemu ambayo unaufahamu nayo tu wa kutosha pamoja na mapenzi ya dhati. Ni muhimu kuwekeza fedha yako sehemu ambayo unaufahamu nayo wa kutosha kwa sababu itakusaidia kufanya maamuzi ya kibusara katika biashara au kazi yako. Itakusaidia kuto kudanganywa au kudhulumiwa.
Lakini vile vile unapowekeza fedha yako katika sehemu ambayo una passion nayo, inakusaidia sana wewe kuwa mfuatiliaji, kwa sababu utakuwa unafuatilia kila siku, kwa sababu ni kitu ambacho unakipenda. Lakini itakusaidia sana wewe kuweza kuwa ni mtu ambaye haukati tamaa kirahisi, kwa sababu katika kila kazi, katika kila ajira, katika kila biashara kuna changamoto. Hivyo basi ukiwekeza fedha yako sehemu ambayo una passion nayo, inakusaidia kuto kukata tamaa kirahisi hata kama kuna changamoto kubwa kiasi gani. Lakini vile vile tukija katika sheria yetu ya 12 na ya mwisho kati ya miongoni mwa sheria 12 za fedha zisizopitwa na wakati, ni sheria au kanuni ya nidhamu binafsi. Yote haya tuliyoongea hawezi kuwa na maana yoyote ikiwa hauna nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi ni ile hali ya kufanya yote unayojua unapaswa kufanya bila kujali unajisikia au haujisikii. Watu wengi maskini sio kwamba ni watu ambao hawajui nini wanatakiwa kufanya ili wafanikiwe. Wakati mwingine wanajua vingi tu, lakini changamoto ni uwezo wa kufanya. Lazima ujenge kuwa na nidhamu binafsi katika maeneo tofauti ya maisha yako. Lakini eneo muhimu sana ambalo unahitaji kuwa na nidhamu binafsi ni nidhamu binafsi ya fedha. Hapa unahitaji kuwa na nidhamu za aina mbili. Nidhamu ya utunzaji wa fedha. Kama umejidhatiti kutunza fedha kila siku fulani, basi hakikisha hauivunji hiyo sheria uliyoiwekea. Lakini aina pili ya nidhamu ya fedha unayohitaji ni nidhamu ya matumizi. Usitumie fedha yako katika eneo ambalo hujalipanga au aliko katika bajeti yako. Hakikisha unapotumia fedha yako unaitumia katika vitu ambavyo ni vya lazima. Hizi zilikuwa ni miongoni mwa sheria 12 za fedha ambazo hazitapitwa na wakati. Zitaendelea kuwanufaisha watu kwa kadri wanavyozizingatia. Na kukumbusha, ili uweze kufanikiwa, yapo mambo mengi unayohitaji kuyazingatia, haya yakiwemo. Hii ni Success Path Network. Ukihitaji kuweza kunifuatilia zaidi, ingia Instagram kwa jina la Victor Mwambene, pamoja na Facebook kwa jina la Victor Mwambene, ili uweze kuendelea kujifunza zaidi. Asante.